بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله تعالى soma kuanzia aya nambari 60 katika sura al-Baqarah. قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه. سين نتاء للطلب، استسقى يعني واذكر يا محمد حين استسقى موسى لقومه. kumbusha nataja ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musa alipomwomba Allah subhanahu wa ta'ala ateremshie maji ya mvua minasuqi kwa ajili ya watu wake. Banu Israil walimfuata Musa alayhi salam, ambia Musa, atashna, sikia kiu na hakuna maji, na wako katika tai, katika ardhi ambayo wameambiwa wataendelea kuzunguka kwa miaka 40, na hapo tayari manna wa salwa imeshateremka kwao, katakana maji ziada neema. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. tukamjibu Musa dua yake kumwambia idhrib bi'asaka alhajar, chukua fimbo yako hiyo upige juu ya jiwe. fanfajarat minhu 12 aina. Lijiwe baada kupigwa infajarat, chemchemu ya maji katoka kwa wingi. 12 aina, ikatoka maji kwa wingi ambayo yakajigawa. Chemchemu 12 kwa idadi ya kabila za Banu Israili ambao walikuwa 12. Kila kabila likachukua chemchemu yake, na hakuwa tena na msongamano katika kunywa maji, na hakuna magomvi baina yao, kwa sababu kila kabila likajua wao wanatumia chemchemu ipi ya maji. Lakini katika surati al-A'raf fanbajasat, na hapa fanfajarat. Imbijas inakuja kabla ya infijar, ni muqaddimatul infijar. Baada ya kupiga Musa alayhi salam fimbo ile juu ya mawe, maji yakaanza kutoka taratibu, hiyo ndio imbijas. Kisha yakatoka kwa wingi, nayo ndio infijar. Fahamtum ya ikhwan? Si kwa maana baada ya kupiga tu fimbo maji yakatoka kwa wingi, yakaanza kutoka taratibu. Hiyo ndio fanbajasat. Kisha baada ya kutoka taratibu yakazidi spidi,
ikatoka kwa wingi zaidi, na hiyo ndio famfajarat. Kwa imbijas katika surati al-A'raf mtaweza kupita kule kusoma, ina maana kwamba ni muqaddimatul infijar. واضح يا اخوان؟ قد علم كل اناس مشربهم. اناس اي قبيله. قد علم كل اناس hakika si vinginevyo kila kabila likajua sehemu gani ya kwenda kunywa maji, wanatumia chemchemu hiki. Kulu, sasa nyie wana wa Israeli kuleni. Wanakula kwa kupitia nini? Manna wasalwa. Manna wasalwa. Washrabu, na kunyweni kutokana haya maji. Min rizqillah, hivi vyote ni katika riziki ya Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, na wala ta'thaw ay uthu ni shiddatul fasad, ni kule mtu kuwa fasili kweli kweli, muovu, kuchupa uovu, kuvuka mipaka katika uovu. Enyi wana wa Israeli, kuleni na munywe, wala msikithirishe ufisadi fil ardi, katika hii ardhi. Na kisha Allah subhanahu wa ta'ala kaita tawkidi nyingine, mufsidi, wala msifanye fasadi katika ardhi. Allah kawapa neema, chakula kinatoka mbinguni ya akhi, hakina tone wala doa la haram. Riziki inatoka kwa Allah. Hao watu namna gani wanavyopendelewa? Vyakula vya ardhini mara nyingine vinaweza vikawa asili yake ni halal, lakini chumo likawa la haram. Katika kununua kwake labda ukadanganya, kuuza kwako ukadanganya, lakini hii riziki inatoka kwa Allah, manna wa salwa. Na mnaona kabisa jiwe lapigwa bakora, yatoka chemchemu ya maji. Kuleni ni wana Israeli, na kadhalika munywe, wala msifanye fasadi katika ardhi. Na hapa ahlul ilm wamestanbit hukumu, wanasema katika kula na kunywa mara nyingi kunampelekea mtu kufanya fasadi. Ukishashiba na ukanywa vizuri maji, unaweza ukaanza kufanya ufasadi, ima kwa kujiona kwamba wewe ni mbabe ukapiga watu, au ukaenda katika njia zinginezo za uchafu wa zina. Hakuna anayezini aliyekuwa na njaa. Una njaa, tumbo linauma, njaa ukaenda kuzini, haiwezekani, ngumu. Akili yako yote kwenye chakula. Lakini kushiba kunaweza kupelekea kwenye fasadi. Ndio maana Allah kawatahadharisha, baada ya kula kwenu na kunywa kwenu msiende kwenye fasadi. Mara nyingi hivi vitu viwili vinampelekea mtu katika nini? Katika fasadi. Kama mtu kiwa kwenye somo ufikiri chochote katika mambo ya maasi, ukishafuturu unataka haki zako, unaweza kudai haki zako, lakini baada ya futari shibe tayari waanza kudai haki zako. Nadhani mshaelewa. Naam, baada ya nini? Kushiba. Kwa hiyo hapa ahlul ilmu wasema miongoni mwa vitu vinampelekea mtu katika fasad ni mtu kushiba, kujiona kwamba sasa ametoshezeka, inaweza kumpeleka katika masala mengineyo.
Kwa hiyo kuwa na tahadhari juu ya hili kama walivyotahadharishwa Banu Israili. Sasa hichi ni kituko kingine cha wana Israeli kinachofuata. Jinsi hawa watu hawana shukrani, na wataendelea kuwa hivyo siku zote mpaka kiyama kisimama, wako hivyo wao. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wa idh qultum, waambie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyie wana wa Israeli. Hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaongea na wana wa Israeli ambao wanaishi mji wa Madina. Mliposema, lakini hali ya kuwa waliosema maneno haya ni wazazi wao ambao walikuwa kiishi na Musa alayhi salam, si wale ambao walikuwa kiishi Madina. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba hawa pia laiti Musa angekuwepo hapa wangemjibu hivi hivi kama alivyojibiwa na wazazi wao. Hawa na wazazi wao wamepishana karne tu, lakini tabia moja. Tashabahat qulubuhum, mioyo yao inafanana. Tabia zao hawa wajukuu hawa vitukuu hivi na wazazi wao waliotangulia ni wamoja. Hawa hawana tofauti abadan na vyovyote itakapokuwa. Mpaka sasa hivi Mayahudi wana Israeli wa sasa na wale waliotangulia hawana tofauti, wale wale tu. Hata siku moja hawezi wakatimiza ahadi. Watu wanaosifika kwa kuvunja ahadi ni wana wa Israeli. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia hawa Mayahudi waliokuwa pale Madina, wa idh qultum, mliposema nyie, kwa maana waliposema wazazi wenu ambao nyie mnajifakharisha juu yao, ya Musa, ewe Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, sisi bwana tumechoka chakula kimoja. Habari ya manna na salwa tushachoka, hatuna subira tena. Sasa tushafika kikomo, hatuwezi tena. Fad'u lana rabbak, basi muombe Mola wako. Ya Musa, tushia hapo kwanza. Hapo hawana adabu. Huyu Musa alayhi salam wametoka naye mbali huyu, kuanzia madhila waliokuwa wakipatwa na Firaun, wakaona miujiza aliyofanya Musa alayhi salam kwa kupiga bakora, bahari kapasuka, wakapita salama, wakateremshiwa kivuli na mengi wamefanyiwa. Bado wanamuita ya Musa, ewe Musa, sio ya nabii Allah, ya Rasulullah, la, ya Musa, kama vile ni mtu katika wao. Hapa ndio tuona tofauti baina umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umma ambao walikuwa nao Musa alayhi salam. Sasa tuwezi taja ya Muhammad, inawezekana. Bali masahaba radhiallahu alaihim walikuwa wanaona aibu hata kumuita ya Rasulullah, na wengine walikuwa wanashindwa hata kumtazama usoni, wanaangalia chini, wasema laiti ukiniambia nikutajie wasifu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyo, nashindwa kwa sababu macho yangu yalikuwa yanaona aibu kumtazama. Wala hawajawahi kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam idhhab wa rabbuka faqatila, hawajawahi kumwambia hivyo masahaba, bali wafuasi wa Musa walimwambia idhhab anta wa rabbuka faqatil, nenda wewe na Mola wako mkapigane, mkishashinda huko tuambie sisi tutakuja kuingia kwenye mji. Masahaba hawakuwa hivyo. Sema ya Allah, sema sisi tuko nyuma yako, sisi ni bora tudhurike kuliko wewe. Hawa ndio masahaba nani wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu angalia wafuasi wa Musa alayhi salam, kama alivyosema kad alajtu banu israila ashaddu al'alaj, nimejaribu kuwatibu. Musa anasema hawa wana wa Israeli matibabu ya hali ya juu, lakini hamna kitu.
Unamuita nabii wa Allah ya Musa, ewe Musa. Unashindwa kumuita ya nabii Allah, ya Rasulullah. La, adabu jinsi walivyokuwa hawana hao watu, hawana adabu hata kidogo. Fad'u lana rabbak, muombe Mola wako, kana kwamba huyo sio Mola wetu. Mola wako Musa muombe. Hawajasema fad'u lana rabbana, muombe Musa Mola wetu. Mola wako Musa sio wetu. Yani sisi ni waraa maslaha, sisi ni watu wa maslaha, nyuma ya maslaha. Ndio hivyo Mayahudi walivyo, wako nyuma ya maslahi tu. Wakifika wakati wa wanahitaji maslahi kwako, watakupamba, watakuja na ibara, maneno yalikuwa mazuri. Maslahi wakishayapata, خلاص urafiki umeisha. Hizi ndio tabia zao. Haya yote Allah anatutajia tuwajue hawa ni kina nani, hawa ni kina nani, na namna gani ya kutaamal na watu hawa, miamala namna gani ya kuishi nao hawa watu, na wala tusifate nyendo zao, kwa sababu wao wanapenda watu wawafuate. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard. Musa, muombe Allah ambaye ni Mola wako Musa, atutolee katika vile ambavyo vinaota ardhini. Min baqaliha, baqal ni mboga, michicha na mingine. Kadia watu walikuwa vichaa, unaacha manna sala, unaomba mchicha, matembele na vinginevyo. Baqal ni vitu vyote vya majani, mboga hizi zinazoota vile. Laysa laha saq, havina mti, havitoki katika mti, vinatoka ardhini, ni baqal. Wa qithaiha, na muombe Allah tuletee sisi pia matango, khiyar. Wa fumiha, na punje za ardhini, nafaka. Na baadhi ya ahli ilmu wasema fumiha ay wa thumiha, thawm, vitunguu thawm. Wanasema fa katika lugha ya Kiarabu zinaingiliana na tha, lakini sahih ni hubub. Fumiha bimaana alhubub. Wa adasiha, na adas. Wa basaliha, na vitunguu. Hasa muomba kitu gani? Kuna kitu gani cha kuomba? Saomba vitunguu vya nini? Yani unaomba kitu ambacho kiko kila sehemu. akasema Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kimda nini? Mnakibadilisha kile ambacho, mnachukua kile ambacho adna, hakir, kitu ambacho dhalili, na mkakiacha kilichokuwa khairi kinachotoka kwa Allah. Yani hawa mabwana hawajawafikishwa mpaka katika vitu, sio katika wahi pekee yake, mpaka katika vitu hawajawafikishwa. Yani kila choice yao inaangukia katika mambo yasiyo mazuri. Kila wanapofanya choice yao huwa mambo yao wanaelekea sio mazuri. Angalia kule walipopewa hukumu na Musa alayhi salam, hukumu ziko nzuri, lakini alipokuja ule Samiri akawatengenezea ndama, wakaabudia ndama, wakamwacha kumwabudia Allah. Huu ni uamuzi mbovu. Na huu uamuzi mwingine mbovu, unaacha kilichokuwa kitukufu, unakiendea kitu ambacho dhalili.
Uamuzi mwingine mbovu kuonyesha hawa watu hawawafikishwi katika maamuzi kokote walipo. Hawana maamuzi katika vitendo wala katika kauli. Kokote hawa wana wa Israeli wanafeli katika maamuzi. Na mpaka sasa wako hivyo na wataendelea kuwa hivyo. Ihbitu Misra, nendeni kwenye miji mingineyo. Fa inna lakum ma sa'altum, hivyo mtavipata katika miji hiyo. Nendeni, tawanyikeni kwenye miji huko, mtakuta hivi. Mji wowote hivi vitu vipo. Hauwezi kwenda mji wowote isipokuwa utakuta vitunguu vipo. Mboga zipo. Hamjaomba kitu ambacho labda adhim, kitu ambacho kipo aslan. Mnachotakiwa mtoke tu muende kwenye miji, mtakuta hivi vitu. Nendeni kwenye masoko, mtavipata hivi vitu. وضربت عليهم الذلة والمسكنة, basi hapo ndipo wakashushiwa wao dhilla, udhalili. Kokote watakapokuwa wao ni madhalili. Myahudi ni dhalili, Banu Israil hawa ni madhalili. Kokote watakapokuta hawana hata siku moja ushujaa, na ni madhalili mbele ya macho ya watu. Walmaskana ay walfaqr, na ufakiri wakapigwa nao katika mioyo yao. Daima ni mafakiri, hata wakimiliki mali watakapomiliki. Yahudi yote, Banu Israili yote ni fakiri mno. Wabau bighadabin min Allah, na kawa ni watu ambao wamerejea katika ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa ni watu wenye kuishi juu ya ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika biannahum kanu yakfuruna biayati Allah, hivyo ni kwa sababu wao walikuwa kikufuru, wakipinga aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wayaktuluna an-nabiyina bighairi al-haqq, na walikuwa wakiua manabii bila haki yoyote, wakifanya hivyo kwa batil. Bali katika tarehe imesimuliwa kwamba katika siku moja walishawahi kuua manabii 70 ndani ya siku moja. Sasa unashangaa kukuua wewe Muislamu? Hawa manabii wamewafanyia miujiza mingi na bado wamewaua. Itakuwa wewe kukuua? Wala hawajutii jambo hili. Hawa ni watu wamepigwa mihuri, watu waovu hawajapatikana katika ardhi kama hawa. Dhalika bima asaw, hiyo yote udhalili na kadhalika ufakiri ambao Allah ameweka katika mioyo yao ni kutokana na maasi waliokuwa wakiyafanya. Wakanu ya'tadun, na wao walikuwa wakichupa mipaka katika amri za Allah subhanahu, kuonyesha kwamba miongoni mwa sababu ya udhalili na ufakiri ni maasi. Kadhalika na wewe ukikithirisha maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kupadhila udhalili. Wewe muangalie mtu ambaye muovu hawezi kuingia kwenye kikao cha watu wema, anaogopa. Hata kiingia tusikia salamu alaykum, huyo kajificha. Salamu alaykum, pita zunguka watu wakuone. Tusikia salamu alaykum, huyo kajificha. Wajificha nini? Nini kinachofanya udhalilike hivi? Maasi. Mtu ambaye mwenye kufanya maasi ni dhalili katika jamii, na mtu mwenye kufanya maasi ni fakir katika moyo wake. Hata siku moja hana shukrani wala kukinai. Qanaa, kukinai kunatokana kwa nani? Kwa mtu ambaye mu'min taqi, yeye ana kinai. Akipata alhamdulillah, asipopata alhamdulillah. Utajiri ambao umejaa katika kifua chake. Kwa kama ilivyokuwa wana Israeli wamepigwa na ufakiri na udhalili kutokana bima asaw, kutokana na maasi yao. Wakanu ya'taduna, wao walikuwa kichupa mipaka
kwa maana wakiacha amri za Allah wakiendea yale aliyokataza Allah. Hii ni aya 61 ya sura al-Baqara. Tushie hapa ikhwan. Ila huna barakallahu fikum.